kwamba uwe uko ofisini, uwe ni dada unaenda nyumbani unatafuta hela, hamna kingine unachotafuta, si ndio? Sasa kama unatafuta hela, ndugu yangu au ndugu zanguni, hela ni wewe. Lakini nasikitika kusema wengi wenu hawajui hicho kitu. Yaani wao wanachosubiria, kwa watu wa dada wanaosubiri, wanasubiri nipangiwe, nipate bosi akaanze kunilipa. Na hicho kitu Akila alifanya juzi, nikampongeza sana, ingawaje alikuwa anasikika yeye peke yake zaidi kuliko nyie mliokuwa mnachangia, sio mlikuwa mnajitetea vitu gani. Lakini aliwaambia ukweli, mko hapa, hakuna jitihada zozote mnazoonyesha kwamba kweli mko serious mmekuja kutafuta kazi. Lakini mpo mnasubiria. Hata mimi nikiwaangalia, yani nimekuja kuwapa kama mrejesho au feedback. Nikiwaangalia sioni mtu ambaye yuko anasema kweli nataka kazi, kwa sababu tuna wateja wanasubiri wadada, lakini nikiwaangalia hao wadada wa kuwapelekea siwaoni. Naona watu tu ambao wapo yani kama vile wamepigwa bomu, kama vile yani hawajielewi, kama vile hawajui walichokuja kutafuta. Kwa hiyo sisi mnatuweka kwenye wakati mgumu, kwa sababu wale mabosi kule wanasubiri watu wapambanaji, wanasubiri watu ambao wanajielewa, watu ambao wanajua walichokuja kukitafuta. Sasa sisi hapa yani mimi binafsi sioni, na hiyo yote inatokana na kwamba yani uelewa wetu kuhusu hela ni mdogo. Yani sisi tuna umaskini tulionao wa pesa mifukoni uko hapa kichwani, si unaelewa? Yani umaskini wako ni uko hapa, kwa sababu wewe hujioni kama ni mtoa suluhisho. Umeenda labda let's say umeenda hospitali au hata hotelini kwa kazi zetu hizi. Hivi umeenda hotelini utakuta mtu kavaa hivi au hivi? Nyie mmekuja hapa watu wa huduma kwenye level za professional, sijui nini, tunazungumzia wadada wa kisasa, si ndio? Haya, ukienda hotelini kwenye huduma hizi unakuta watu wamevaje? Hebu ongeeni, naongea na watu. Chukua maiki hiyo hapo. Tuanzie tu hapo. Wamevaa uniform. Kwa hiyo kwa nini sasa hapa amvai? Kwa mfano mimi hamna inayonitosha uniform. Kwa hiyo kama hamna inayokutosha unavaaje? Tuchukulie ndio hamna inayokutosha. Haya, hizo nguo zako za kawaida ambazo unatakiwa kuvaa zinatakiwa ziweje? Iwe suruali nyeusi ambayo ndio hii nimevaa. Alafu huku juu navaa t-shirt nyeupe. Walisema ukikosa. Ukikosa sare unavaa t-shirt nyeupe. Okay, hiyo suruali yako uliovaa nyeusi sawa, ni nyeusi, lakini ikoje? Inakubebaje kwenye maumbile yako? Inapwaya hiyo? Inapwaya hiyo? Msimama tukuone inapwaya. Eti jamani. Hiyo ndio suruali inayopwaya? Nyie mnamuona wewe, simama. Hiyo suruali inapwaya? Akienda nyumbani kwa mtu ambako mtu anamjua. Tumesema hizi kazi tunaenda kufanyia nini? Familia, mtu na mume wake kwenye ndoa. Akienda kuvaa hivi, akakutana na mama ambaye ana nini, mnaitaga nini? Mnaita nini? Sio subira bwana, nini? Confidence mbele ya ndoa yako. Eti hana confidence. Na hata maneno yenu mnayosemaga, ana insecurity, si ndio? Kwamba hajiamini, si ndio? Akienda huyo atakaa hata kama ni wewe na ndoa yako, amekuja dada, huyu ndio dada wa kazi tumekuletea. Suruali zake ndio kama hizo. Siku hiyo unamuondosha. Haya, kaa dada. Kwa hiyo hata kama usijitetee kwamba uniform hazinitoshi. Hata kama uniform zetu hazikutoshi, lakini nguo zako ulizokuja nazo zikoje? Kwa sababu tumeshatangaza toka mapema. Unapokuja huku njoo na nguo za heshima. Mnaenda kwenye miji ya watu kutafuta hela. Ndio maana nikasema hela ni wewe, hela sio ile bosi wako unayosubiri akupe. Ili akupe kuanzia ndogo, nyingi, wewe vile unavyojipresent kwake. Sasa ukienda hivyo mtu anaona kama una ajenda yako nyingine. Lakini na hicho kitu tumeshasema.
Sasa unajiuliza mbona sasa tufanyeje? Kama tumeshawaambia njooni na mavazi ya heshima, si ndio? Alafu unaona mtu bado anavaa vinguo ambavyo huvielewi, sio za heshima. Sasa mnatakaje yani? Yaani sielewi hapo, najaribu kufikiri kwamba huyu kweli mmekuja kutafuta kazi au mnaelewa kabisa kwamba kazi ni wewe. Kile kitu unakuja sasa hivi kwenye kazi ya ndani, lazima ujiweke katika muonekano ambao hautamfanya mtu awaze kama una ajenda nyingine tofauti na ya kazi ya ndani. Sawa, umejaliwa umbo kubwa, lakini endelea kutafuta nguo kubwa zaidi. Ikibidi kashone, si ndio? Shona, nenda kwa fundi, mwambie nishonee nguo ambayo ni oversize kwangu, kwa sababu kwa kipindi hiki cha mwaka mmoja kuna kazi nitakuwa nafanya ambayo inanihitaji nivae hizi nguo. Hicho kitu unahitaji kweli kuelekezwa au kufundishwa? Maana utasema labda nimeenda kwenye mitumba sijapata size. Kwa hiyo nimetoa huo ni mfano, lakini hata dada hapo umevaa hiyo nani yako, sio katika, kama unataka kupata hizi hela tunazozisema, hii ni dada tu, yani ni mtu, ni mama kama vile ambaye yani aeleweki, yani kama sijui yuko dunia gani, ndio unaweza kuvaa hivi. Hata mtu yani akija tu bosi unaweza kumpresent, naomba hiyo mic. Waza tu mabosi wako unaowapresentia wadada. Dada gani hapo unaweza ukakosa confidence ya kumpresent kwa bosi, na kwa nini? Yani sema kabisa, maana hapa ndio tuko shuleni jamani. Sisi tulisema hapa tunafundisha kwa yale tunayoyaona. Lazima tuwape feedback. Dada Zahra kwa namna alivyovaa, hapana, kulingana na level zetu na standard zetu pia. Yaani mabosi wengi wanaamini hata kama tu ni traditional wetu bado wanaamini wako presentable. Lazima utavaa nguo ambayo hata yeye mwenyewe kuangalia anaona kweli nimekuja kumchukua dada ambaye ataenda kunihudumia nyumbani. Wengi wao wanasema ni kama mtu muonekano wake ni hivi alafu nategemea nipikie nihudumie watoto wangu, inakuwa kidogo ni changamoto. Kwa hiyo lazima mtu avae official. Ndio maana mara nyingi tunawaambia hata kama mtu hujazoea kuvaa suruali, basi unakuja na sketi ambayo ni nyeusi tu ya heshima. Kwa hiyo ningepata shida kumpresent pale dada Zahra, lakini pia ningepata shida kumpresent vile vile dada Sofia kwa sababu ya nguo yake iliyobana. Kuna mabosi ambao unaweza kumpa dada hapo akasema dada mimi siwezi kuondoka naye. Kabisa bosi anaona bora akaendelea kukaa bila dada kuliko kumchukua dada ambaye ataenda kumpa shida kwenye familia yake. Kwa hiyo nguo zilizobana pia imekuwa ni changamoto kwa mabosi zaidi ya wangapi wanakuja kabisa hapa kwamba either aache hizo nguo zake hapa badilike kabisa au mimi nimwache niende bila dada au mnibadilishie dada. Kwa hiyo hizo nguo ambazo ni za mibano, na hata kesi zingine mwingine hapa wanaweza kutuvalia hizo kubwa kubwa, wakifika huko mnavaa sasa kama hizi ambazo hapa wanaenda kuvaa hizi za kubana sasa. Ambayo sasa tunaanza tena kusolve cases mkiwa huko kwenye maeneo yenu ya kazi. Yaani hizi nguo zimekuwa ni changamoto. Watu wengi ambao wanalalamikia nidhamu za wadada, mavazi imekuwa ndio kitu kikubwa sana kwenye nidhamu. Kikubwa sana kwenye nidhamu. Yaani imekuwa mtu anakuambia dada hana nidhamu kabisa. Ukimwambia kivipi anakuambia yani anavaa vibaya, anavaa nguo zinambana. Na sasa mara nyingi unahudumia watu, kazi unazozifanya pia ni za kuinama kufanyaje. Kwa hiyo ukiwa umevaa nguo ambayo inakushika, maana yake unaonekana moja kwa moja maumbile yako. Kwa hiyo ningepata pia shida kumtambulisha dada nani hapa, dada Sofia. Ingawaje kwenye utendaji wako wa kazi uko vizuri sana. Na hata sisi tumefikiria kukupandisha level, sio traditional tena. Tunakujaribisha kwenye level ya smart, lakini muonekano wako bado hauweki kama smart dada ambaye anajua yuko aware niko mazingira gani. Hivyo unavyovaa ukiwa nyumbani kwako, ukiwa umepanga, ukiwa kwenye biashara yako, yani unaweza ukavaa za kubana zaidi ya hizo. Sawa, lakini ukiwa kwenye hizi kazi ambazo tunakwenda kwenye familia za watu, hiyo yani huwezi. Na sio umesikia Akila ndio anadili sana na mabosi kwenye follow up za kila siku. Na mimi nasikia simu anazopiga, nasikia kabisa kwa sababu niko hapa ofisini. Malalamiko ni hiyo, nidhamu dada kivipi? Mavazi. Sasa kwa nini? Na hicho kitu tushawaambia toka mnatupigia simu kwa ajili ya kuja kwenye kazi, na wewe ni mwenyeji, wewe umetoka kwenye kazi juzi tu hapa. Kwa hiyo tulitarajia hata wakufanya hivyo awe ni mgeni, tuwe ndio tunamuelimisha. Lakini wewe mwenyeji, ina maana kama unaweza kufanya hapa kituoni, ukifika kazini inakuwaje? Huko ambako sisi hatupo, ndio kesi zinaanza. Haya, nyie ambao mnapenda ndio ni mambo ya dini, Uislamu, kama nani hapa chef wetu, wewe nani? Zuhura, Lakini sasa kwenye kazi unaweka dini pembeni. Kama unapenda kufunga shungi zako, funga shungi ile ya kiofisi. Lakini pia madera, usivae madera, vaa nguo kubwa kubwa. Kwa wewe sija kuona ukivaa nguo za kubana. Nafikiri mwanzoni ulivyokuja, mwanzoni nakumbuka, si ndio huyu?
Lakini baadaye ukarudi kwenye mashungi. Sasa umerudi kama vile yani ni mke wa mtu. Wewe ukipelekwa ndio hivyo, yule uliosema unamrudisha siku hiyo hiyo, na wewe ndio utarudishwa, maana unajiweka zaidi mama sijui kimke wa mtu fulani. Wewe unapoenda kazini unatakiwa uvae nguo ambazo zinaonyesha unaweza kufanya kazi, unaweza kuwa flexible, lakini hazijakubana. Kama ni kitambaa hutaki kuonyesha kichwa, sawa, lakini funga kama dada hapa alipofunga kitambaa chake. Ile mambo ya kujinani hivi ile kama mama yetu, hapana. Mwenzetu kule ni yuko Ikulu pale anafanyiwa kila kitu. Wewe sasa ndio unaenda kushughulika. Itakuwaje tena na mashungi yako hivi? Inabidi uangalie namna ya kufunga, lakini pia madera hapana. Si ndio? Madera yanapunguza thamani ya kazi. Lazima ukae kwenye muonekano wa kazi. Dada yangu hapo, huwezi kuniambia unashindwa utakosa nguo za kuvaa kubwa kubwa. Ungekuwa benki ungevaa hivyo? Kama ungekuwa unaenda kwenye kazi ya benki. Nini? Ndio nakuuliza, mpe maiki atuambie. Ndio umeitwa benki sasa, utakuwa receptionist au wapi? Ungevaaje? Tuambie tu ungevaaje ungekuwa hii kazi ni ya benki unaenda kufanya. Unavaa sketi na shati nyeupe na shati na ungepata size, si ndio? Basi hata kwenye hii chukulia hivyo. Ndio hiyo nataka nirudi pale pale, utajiri upo kichwani kwako, unavyokibeba kitu hata kama ni kidogo, na Mungu anatutesti kwenye vitu vidogo. Hichi ambacho wewe umekuja tu umebeba madera yako ukaona kazi ya ndani, Mungu anakutesti hapo hapo. Hiyo kazi ya ndani unaweza ukaiheshimu kama kazi nyingine. Na mmeshapata watu wanaowaongoza kuambia kero za hawa mabosi wenu ni nini, mavazi gani hawataki kuyaona, lakini pia utendaji kazi gani wanataka kuuona. Sijui tumeelewana? Kwa hiyo sasa mimi yani changamoto ninayo hapa ni kwamba nyinyi mnajiangalia kama watu duni, na kwa bahati mbaya hiyo ndio mentality yani fikra za watu wengi. Lakini ukweli wa mambo, wewe sio mtu duni, kwa sababu bosi, mtu anafikiria tajiri ana hela zake, bado anakuhitaji nyumbani kwake. Wewe ni mtu duni kweli? Sasa kwa nini unajichukulia wewe mtu duni? Kwa nini ile solution bosi wako anayoitaka ambayo iko ndani ya uwezo wako hutaki kuitoa? Kwa sababu hizo ndio hela zako. Bosi anakuhitaji nyumbani kwake, kwanza uwe smart, uwe ni mtu ambaye hauhatarishi ndoa yake. Kwa nini unashindwa kufanya hivyo wakati that is money? Huo muonekano ndio pesa, kwa sababu ukileta muonekano mwingine unaompa mashaka na kuondoa. Kwa nini unaenda na muonekano ambao una mashaka wa kimaskini? Kwa nini usiende na muonekano anaoutaka, kwa sababu ule ndio hela zako? Umemaliza na muonekano, nenda kwenye kazi. Kwa nini usifanye kazi zako kwa ubora? Yaani jana nimeshindwa kula viazi asubuhi. Nilikwambia viazi vimefanyaje? Chukua hiyo maiki hapa. Huku kwingine. Jana nikaomba viazi asubuhi. Vilikuwa havijaiva. Kulikoni? Mnaenda kazini kweli, wanawake wazima kama nyinyi, mnasema mmekuja kwenye taasisi ambayo inafundisha ubora. Viazi vya kuchemsha vitamu vibichi. Na wewe si uliona? Ndio. Nikakwambia niangalizie kama vipo vinavyowezekana kula, ukaja ukaniambiaje? Vyote vibichi. Nani alipika viazi jana? Kwa hiyo kuchemsha viazi uwezi? Naweza. Sasa ilikuwaje ukaleta viazi vibichi? Ilikuwa bahati mbaya madam. Bahati mbaya maana yake nini? Yaani hayo mambo ya bahati mbaya, bosi wako ameshaingia gharama, ameshanunua vitu, wewe unamharibia vitu vyake kwa sababu ya uvivu wako na uzembe wako, alafu unasema bahati mbaya. Yaani inakuwaje bahati mbaya? Kulikuwa hakuna moto, gesi ipo, mkaa upo, bahati mbaya hiyo kivipi yani? Maana hayo ndio majibu mepesi ambayo mnawapa mabosi wenu, vitu ambavyo vinakera sana. Kwa hapa Wadada Center huwezi kutuambia ni bahati mbaya kuchemsha kiazi kitamu ambacho umeshindwa kukiivisha, utasema ni bahati mbaya? Hapana. Alafu ni dada unayetegemea kwenda kulipwa 1,500 kwa mwezi? Eti. Kwa hiyo sisi tukisema kwamba wewe kwenye level zetu ufai, tutakuwa tumekuonea? Hapana. Hapana, si ndio? Maana wewe utampelekaje kazini? Mtu hawezi kuchemsha viazi vitamu vikaiva. Wewe unampa bosi gani?
Haya, lini nikakwambia naomba makande? Ukaniambiaje? Hayakufai kwa sababu yameungua. Kwa nini aliungua? Nani alipika yakaungua? Dada Juliana. Juliana. Ndiyo. Juliana. Kwa hiyo na wewe kupika makande tu huwezi. Na ndio ulikuwa unatuambia umekaa kazini miaka mingapi wewe? 2.5 kwenye kazi za ndani, kupika makande una uwezi, yani makande yanatoka yameungua. Hamna, sio kwamba siwezi. Naweza. Lakini ule muda nilipewa kazi nikamwachia dada Mary hapa. Ulipewa kazi gani? Nilipewa kazi ya kwenda kufua mashuka. Ndio nikamwachia dada Mary hapa. Yaangalie. Sasa sijui na hii ilikuwaje tena. Maana ni baada tu ya kuweka jikoni mimi ndo nikamwambia nende nikafua ile mashuka. Ndio nikamwachia dada Mary hapa. Ndio unavyojitetea. Sio kujitetea. Mary, ilikuwaje makande yakaungua? Asante. Kweli yale makande yalivyoungwa. Yalivyoungwa nauliza. Kwa nini makande yameungua? Nilikuwa natikisa tu, kumbe ule mchuzi ulikuwa hujashuka chini. Kwa hujui kupika? Najua. Tena makande. Makande, jamani, kuna mtu hajui kupika makande Tanzania hii? Maana kuna vyakula tutasema labda umeletewa biriani pika, au hata pilau, wengine nao ni shida. Maana sio vyakula sana vya asili ya Tanzania. Makande. Nakuuliza makande, maana sasa hizi ndio interview zenyewe. Wewe unasema unataka kazi za ndani, makande kama huwezi kupika utaenda kupika nini ndugu yangu? Ni kweli nilikosea. Ulikosea kwa nini sasa? Kwamba hujui kupika? Yaani nilivyokuwa nafanya mimi kumbe tofauti, ndio nikaenda kumuuliza nikamwambia haya makande na jinsi ninavyotikisa, maana kukoroga yale makande huwa haitakiwi, ndio anaangulia. Nikawa natikisa, kumbe mchuzi tulioweka ulikuwa ni mdogo, kwa hiyo ukawa ushuki chini. Yaani umeona, nimetoa tu mfano kwa sababu wengi kupika hamjui. Lakini toka mmekuja hapa, vyakula vingapi vishapikwa pale na uwaga na waona tu mmekaa kule mnasubiria kiive mle. Semeni ukweli. Na ndio hicho kitu Akila alikuwa anawasema nacho juzi. Kwenye ile content alikuwa mmekaa pale. Akasema kaja mtaalamu wa mapishi, hakuna anayesogea pale kujifunza. Ndio hivyo, unapewa makande kupika huwezi, unapewa viazi kuchemsha viazi viive huwezi. Anakuja mtu mtaalamu ambaye anajua kupika, husogei pale kutaka kujua. Kwa hiyo unafikiria utajuaje sasa? Au unavyosema unataka kazi, ni kazi gani unataka kwenda kufanya? Au ni hela za nani ambazo unataka tu upewe hela bila wajibu, yani bila kuzifanyia kazi? Hivi hiyo ni haki kweli jamani? Ukae nyumbani kwa mtu, umchemshie viazi ambavyo havijaiva, umpikie makande yaliyoungua. Mwisho wa mwezi akupe hela na wewe unaipokea kabisa kiroho safi. Hiyo kitu mnaiona iko sawa? Sasa kwa nini hamna ile hali ya kutaka kujua? Hapa nimewaangalia, nimewadadisi, mna smartphone yenu na hapa sisi tuna internet. Sioni hata mtu ambaye anaangalia jamani kitu fani kinapikwaje. Yaani hapa katika kazi kubwa ambayo ningeona mnaifanya kila wakati ni watu wenye smartphone, kwa sababu ndio najua baadhi hawana, lakini wachache wenye hizo smartphone, hata kuangalia katika yale majukumu ambayo mmekuja kuyaombea ya mapishi, ya usafi na malezi ya watoto. Jamani, hiki huwa kinafanyikaje? Mbona mfanyi hivyo? Mbona mfanyi hivyo? Mwenye smartphone yake sana sana utakuta yeye kazi yake ni kuongea na simu au yuko TikTok anaangalia vichekesho. Wala haangalia hata hivi vipindi ambavyo vinawaongoza. Kuna mtu umeona kabisa anakaa anaangalia chakula kinapikwaje? Kwa nini makande yanaungua? Kwa nini unafikiri wewe kwenye sasa hivi YouTube ukiangalia kwa nini makande yanaungua? Ingawaje unayaona juu yana maji, lakini kwa nini yanaungulia? Utakosa mtu anayekuelekeza. Wengi hapa kupika chapati hamjui. Mtu anayejua chapati hapa ni Zuu peke yake. Lakini kuna mtu ameenda akaangalia jamani, kwa nini nikipika chapati zinakuwa kaukau? Maana hapa nikiwaambia pikeni chapati ndio zitakuwa kaukau, si ndio? Kuna mtu amekaa akauliza kwa nini nikipika chapati inakuwa ngumu? Chapati laini inapikwaje? Kuna mtu amefanya hivyo? Nani kafanya hivyo?